kaya pada tu nyora ko tu mo ni re dia nan sibuya na rumo la ba dia vera mushirene kama sasa hapo dunia kwenze ya ha abunda alukushilo la rulatsa abo rumo na mwiko ba sibuya na hala ba abunda hosi ni ya pasta wa hiyo kanisa ni hao watoto wanaenda huko. Tulikuwa tunasikia tu diakas. Sasa tukasema si tuwezi toka nje. Saa kidogo ndio kijana mwingine akakuja kutuambia, nyinyi mumekaa kwa nyumba, kodi huku amekufa. Tulienda tukapata yeye ni maiti pamoja na shemeji yangu mwingine anaitwa Lisia Kali, hanaanga maneno. Sasa kuna kijana mmoja alipotoka huko nikimuuliza shida ni nini, akaniambia hii tractor imeshikwa na mchanga. Na ndio raia inaulizana na maaskari kama watu wametoka forest wako kwa nini kwa community, kwa nini mnawashambulia. Katika hiyo hali ilibidi mimi nisonge nyuma nirudi kwa boma, cause marisasi ilikuwa imezidi. Nikaona hata mimi pia naweza piko risasi bure. Katika hiyo hali kidogo nikasikia wakati nikidoka nikirudi kwa boma wakapita speed marisasi zikipikwa. Kuna mwenye alikuwa anatokezea mbele na pikipiki akapikwa risasi, na huyo ni Koto. Kidogo tu tena nikasikia wengine wenye walikuwa nyuma wakisema mwingine pia amepikwa risasi. Walikuwa maaskari 3 na pikipiki. Ikaanza kizaazaa, maana watu wa risafu ama raia waliuliza, mbona mjanga iko kwa risafu na tractor iko kwa risafu? Lakini sasa maaskari wa KFS wakaijaka hiyo tractor. Tungependa kuwaomba walinda usalama wa vitengo mbalimbali kuhakikisha wanafanya kazi yao ipasavyo. Walikula kiapo kuchunga raia, kuchunga wananchi pamoja na mali yao. Hawakukula kiapo kuumiza ama kuua raia. Wakati huo kulikuwa kunasemekana kuwa kuna tinga zilikuwa zinabeba mchanga kutoka forest, na kuna tinga moja ilikuwa imeshikwa na watu maafisa 3 wa Kenya Forest na kuielekeza upande wa Shinyalu. Wakati walikuwa wanaendelea kufurugana, wananchi waliweza kulemea maafisa wa Kenya Forest, na ndio wakaanza kufyatua risasi ili kujiokoa wao wenyewe. Wakati hiyo watu wawili waliweza kupigwa risasi wakafa hapo, na mmoja akapigwa upande wa mguu akaumia.